فحكم وقضى فأبرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا وألقى قميص يوسف على وجهه يعقوب فارتد بصيرا وأرسل سيدنا محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن سيدنا وشيخنا أستاذنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا رسول الله الذي بعث بشرع كالشمس وضحاها وبقرآن كالقمر إذا تلاها وبسنة كالنهار إذا جلاها فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يخشاها يقول الله في حقه يا حبيبي يا محمد لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم سلقوا كل طريق واستفتح علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتبعوا سنة رسول الله واعلموا أن الفوز مع المتقين ومن لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. Enyi ndugu Waislamu, nichukue fursa hii kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama leo moja kwa moja tutajifunza kuhusiana na kitu kinaitwa mahusiano. Tutajifunza ndoa leo, na lazima tufanye hivyo kwa sababu ndoa ilikuwepo kabla ya misikiti hii kuwepo na kujengwa. Ndoa ilianzia mbinguni lamma khuliqa Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam wa udkhila aljanna, kipindi alipoumbwa mzee wetu na baba yetu Nabii Allahi Adam, kisha akaingizwa peponi. Wakati yuko kule peponi akaonekana mutawahishan, mpweke, msela. Mwenyezi Mungu akaambia, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, sasa wewe tumekuambia hapa peponi kuna anharun min khamratin ladhatin lisharibin, kuna mito ya mivinyo hapa, lakini pia kuna anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, kuna maziwa ambayo hayaharibiki, lakini pia kuna mito ya maji na asali. Lakini pamoja na yote haya, Nabii Allah Adam hakupata utulivu, na hakuna sehemu tukufu na nzuri kama peponi. Waislamu, peponi kuzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, Allah anasema katika hadithi Qudus, walaqad a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Huko yameandaliwa mambo uzuri wake macho hajawahi kuona,
wala hakuna sikio lishawahi kusikia detail khasa pepo iko hivi, wala khatara ala qalbi bashar, macho hayajaona, masikio hayajasikia, na wallahi haijapita hata katika moyo wa mtu akaimagine labda uzuri wa pepo ni kadha kadha kadha. Habari zipo huko. Lakini pamoja na uzuri wote huo, Nabii Allah Adam anaonekana wahshi, mpweke. Mwenyezi Mungu akampelekea kitu kana kwamba ndo chumvi ya pepo, kana kwamba ndo pepo ikawa ina maana sasa. Akapelekewa anisa wa jalisa wa sharikatul haya, akapelekewa mwenzie ili awe muunisa, kitulizo kwake. Na ni ukweli usiopingika, pata utakachokipata, lakini kama hujamiliki mke bado huna utulivu. Na ukimpata mke hasa, na mkawa mnapendana, hata kama huna kitu, unajihisi confidence iko, siku one day yes nitakuwa na kitu. Mafi ruhbani fil Islam, waskofu na upadiri ushie huko katika Uislamu, hakuna hicho kitu. Ila Uislamu unasema shirarukum uzabukum, mshari wenu ni alokuwa single. Ukisema I am single, wazungu wasema bachelor is very stupid. Bachelor ni mtu mpumbavu kweli kweli, wanasema wazungu, kwa sababu anaishi kifalme alafu yeye ni maskini namba moja. Ndoa hiyo akapelekewa anisa pamoja na mambo yote ya peponi. Pia akapelekewa jalisa, mtu wa kukaa naye. Hata raha ya nyumba ukijenga, uone mke na watoto wanazunguka kwenye nyumba yako. Hata ukiwa na gari Mercedes Benz, una Range, una V8, raha yake ni drive, pembeni amekaa mtoto mkali, yuko mke wako. Hata pesa nizitafute mimi alafu azihesabu mke wangu, kuna raha yake kwa kweli. Na Mwenyezi Mungu, hii dunia ni nzuri, katuwekea mambo mengi na kaiumba kwa ajili ya wanaume, lakini akawaona wanaume watakwenda less, awatafutie kiumbe mwanamke wapate kupoa. Na hili jambo liko mbele kuliko chochote kabisa. Hata dunia ingekuwa si tamu, wasingeletwa hao. Akapewa jalisa, lakini washarikatul haya, mtu wa kushirikiana naye katika maisha. Kwa hiyo tumeona jambo hili la ndoa ni jambo ambalo limeanzia mbinguni, ni ibada ilitangulia kabla ya misikiti, na kilichotangulia ndio kishatangulia. Lakini jambo hili likaletwa mpaka katika ulimwengu. Manabii wote walikuwa wakioa, mitume wote walikuwa wakioa. Sasa Waislamu leo tujifunze mahusiano. Leo mahusiano, ndoa nyingi ya al-asaf, hatuamini sana kwamba baada ya miezi miwili mitatu zitatoka talaka. Lakini hesabu zilizofanyika, wanasema mkoa wa Dar es Salaam peke yake, mkoa wa Dar es Salaam peke yake, kila siku zinatoka talaka 300. Na inavyohuzunisha zaidi, Waislamu ndio tunaachana kwenda mbele kwa kiasi kikubwa mno, mpaka baadhi ya watu wasema mashekhe hawa ama ustadhi hawa, vitu hivi itakiwa vitokee kwa emergency kweli kweli, kwa dharura kweli kweli. Inaonekana sisi hatuna mafundisho sahihi ya ndoa. Nimejaribu kuchungulia upande wa pili kwa Wakristo, kwa sababu wao wana slogan yao, hawaachani kinawatenganisha kifo, japo si sahihi. Isipokuwa wao kabla hawajaingia katika jambo hili la ndoa, kwanza huingia regio, kwanza waanza kusoma ndoa kwa muda mrefu sana, alafu wanapewa kile cheti, alafu baada ya hapo ndo wanaenda kuoana. Lakini mimi na wewe na yule hatuna haja ya kusoma vitu kama hivi. Kila mmoja ni shekhe situation hiyo. Kama minan nasi malayin, kila mtu anajua, kila mmoja ni mjuaji.
Lakini zamani wenzetu waliotangulia kabla, ilikuwa mtu akitaka kuingia kwa bahari kama hiyo, kwanza anafuata maimamu, anafuata mashekh wampe sunna na busara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Mtume hatujamuona kuacha acha tu kirahisi tu, hatujaona. Lakini leo hatuna hata mfano wa kuigwa. Sasa kwanza, Waislamu, nizungumze jambo la ndoa. Ukisema ndoa kwa maneno ya Kiswahili, basi huwa ibaratun an nutqin bi 4 ahrufin. Ukisema ndoa, na unaweza ukasoma kwa hili tu, ndoa ni sentensi ambayo ndani yake ina herufi 4 za Kiswahili. Ndoa ya kwanza N, ya pili D, ya tatu O, ya 4 A. Zina maana yake vile vile. N ya mwanzo ndo hiyo ndoa yenyewe. Ile N ya kwanza sema ndo ndoa. Na nikwambie tu, nitumie maneno ya ulama bulagha wa fusaha, airuni adhanan wa'iyatan wa quluban khashi'a, mniazime masikio yenu sikivu na nyoyo zingativu. Na haya ninayoyasema, wasma'uhu bi'adhani alqulub kabla adhani aljawarih, myasikilize kwa masikio ya moyo kabla ya masikio ya maumbile. Ukifanya hivyo ukiwa hujalala, kama umeoa zamani, inshallah khairi, utapata faida. Na kama umeoa karibuni, hiyo ndoa inayotaka kuvunjika, utapata faida, utarekebisha. Na kama utaka kuingia karibuni katika kuoa, basi ndo wakati sahihi huu, vuna kupitia mimbari tukufu ya Bwana Mtume Muhammad. Ndo ndoa yenyewe. Ndoa ina aqaidi, ina misingi, ina shuruti, ina sunna, ina faradh, ina taratibu. Na huu ndo mfumo wa Allah alioweka juu ya kila kitu. Yani kila kitu kina irshadat, yani kila kitu kina hidayat, yani kila kitu kina instruction, kila kitu kina mwongozo katika dunia. Ukinunua leo chombo kama pikipiki, utaona kuna karatasi catalog, irshadat, mwongozo. Ukitembea kilomita kadha, nenda kafanye service. Ukifuata ule mwongozo, chombo kitadumu. Usipofuata ule mwongozo, utakaanga injini na wewe utakuwa dereva mbaya. Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wasalam anamfanyia dawa jazari Firauni, anamuuliza faman rabbukuma ya Musa, kwani wewe hasa Mungu wenu nani? Asema rabbuna alladhi, utaka kumjua Mungu wetu ni yule ambaye ameumba kila kitu akakitoa, thumma hada, kisha akakapa njia yake mwongozo. Hakuna kitu cha kukurupuka tu. Leo hii ikishakuja ishu ya ndoa, utaka kumwozesha binti yako, kijana wako ataka kuoa, tunachojadili ni sawa, lakini si kitu muhimu sana. Mahari itakuwa ngapi? Shughuli itafanyika wapi? Sijui nini. Wawane wakatulie, tuwaombee Mungu. Lakini mshawapa semina ya ndoa hawa, mnaona ndoa ni jambo dogo. Ndoa ni jambo kubwa mno, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man tazawaja faqad hafadha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatra al-akhar. Ile kuoa kwenyewe tu mtu ashatimiza nusu ya dini. Amuogope Mwenyezi Mungu nusu ilobakia. Ina maana ukiwa hujaoa, shekhe, dini yako ni nusu. Hebu tizame hapo vizuri. Ipo hadithi japo mnasema dhaifu, lakini wacha niiseme, rak'atain min mutazawijin khairum min 70 rak'atin min azbin. Hilo nalo dogo hilo. Rakaa 2 za alooa zinamshindia bachera mara 70. Hapa kuna dini kubwa sana hapa. Sasa ikiwa ndo hivi, manake angalia kanzu hii nilivyovaa, imependeza, lakini mnaonaje?
mkono mmoja nikaukata ikawa nusu. Umevaa suruali nzuri lakini mguu mmoja uko nusu, haiwezi ikawa inavutia, appearance haionekani vizuri, lakini mikono yote imetimia. Kwa hiyo pia mtu akiwa amekaa, hata hivi mnanionaje katika mimbari, amezungumza leo lakini ukasikia hajaoa, unaonaje? Ndio maana wazee wetu wa zamani, si haramu, lakini imamu alikuwa kama hajaoa hawampi uimamu. Wazee wa zamani, tuna mzee wetu marhumu, Allah mnawirishie kaburi lake, anaitwa Muhammad Pareka. Siku moja kuna mtu mmoja anafanya harakati ya da'wa na tabligh, akamuuliza umeoa? Ambia bado. Amir sababu ambia kumbe wewe muuni. Yani watu ambao walikuwa hawajaoa alikuwa akiwaita wahuni. Tuna Sheikh Abbas Hassan Abbas al-Mujahid al-Kabir, anaharakika sana. Siku moja kamuona kijana mmoja kaenda miezi 4 karudi, kaenda mwaka karudi. Siku moja yuko kesh tashkiri, ataka kutoka sabilillah. Unaenda miezi mingapi? Miezi 4 nakdan, kesh. Ambia ushaoa? Ambia bana. Ambia astaghfirullah alazim, hakuna cha taskiri, nenda nyumbani ukaoe kwanza, ukishaoa utaenda sabilillah. Kuoa kuna umuhimu, lakini ilmu yake. Sasa ni ile ni ndoa, na ndoa ina miko yake. Ikikosa miko yake ndoa, herufi inayokuja mbele ni herufi D, inapata doa, inapata kasoro, inapata mapungufu. Alama ya mapungufu, kutishiana talaka. Kuna nyumba mpaka leo kauli kubwa, nitakuacha niache, nitakuacha niache. Ukiona wewe na mke wako mnasuguana talaka, nyumba ina dosari. Alama ya mapungufu, kupigana. Alama ya mapungufu, kunyamaziana wiki mzima, hamsalimiani. Ukiwa nje huko mashallah barakallah, ukirudi tu nyumbani tayari ushabadilika, usharudi kwa adui yako. Shekhe, hata uwe ustadhi, hata uwe mujahid, nyumba yako ina dosari, sikiliza vima hivi, kairekebishe. Ikishaingia dosari, usiporekebisha haibaki pale pale. Herufi inayofuatia namba 3 ni herufi O, inakuambia oa. Kama naye mwanamke inaambia olewa tena. Hauwezi ukavumilia mapungufu, utaona mimi naona bora niongeze mke wa pili, mimi naona bora uniache nikaolewe sehemu nyingine, ndio ile talaka. Kweli ndoa inaweza ikavunjika, ukatoka shekhe ukaenda kuoa, akatoka yeye akaenda kuolewa, lakini kumbe dunia nzima wanaume wote ni baba mmoja na ni mama mmoja, na wanawake wote dunia nzima wallahi ni baba mmoja na ni mama mmoja. Ukimtaka mwanamke awe mzuri atakuwa mzuri, na ukimtaka awe mbaya atakuwa zaidi ya hivyo ulivyomkuta. Ya rate wanandoa wangejifunza tabia ya ulimi na meno tu, hivi vitu viwili hivi, hakuna ndoa ambayo ingekuwa ina shida. Wangejifunza ulimi, tabia zake pamoja na meno. Mnauona ulimi huu, ulimi ni mlaini sana, ulimi ni mlaini, lakini ulimi unaishi na meno makali. Meno ni jabbar, ila ulimi sasa umesoma tabia zile za meno, kwamba meno ni makali, ila tabia ya ulimi hauwezi kuishi bila ya meno, na meno pia hayawezi kuishi bila ya ulimi, vinategemeana. Tabia ya mwanaume hawezi kuishi bila ya mwanamke, na mwanamke pia hawezi kuishi bila ya mwanaume, lakini kuna matatizo kati yao. Sasa ulimi ulivyosoma tabia za ulimi, ulimi ulivyosoma tabia za meno, kwamba meno ni mkali, unaishi naye kwa tahadhari kubwa na kwa akili. Ulimi siwezi kukaa mbali na meno, kwa sababu unahitaji chakula kilaini, kikisagwa nikiletewa nitatumia. Kwa hiyo unasafiri mpaka kwenye kiti cha meno, lakini meno akitaka kurudi wakati wake, ulimi unaondoka haraka haraka. Rahimallahu mra'an arafa makanahu waqafa inda haddihi. Mwenyezi Mungu anamrehemu mtu yoyote anayejua position yake ni wapi na akasimama bila ya kuhimizwa. Position yako katika ndoa yako ni ipi? Kwa hiyo ulimi ukifika pale, meno anarudi, huo hapo ulimi unaondoka haraka haraka.
lakini usipoondoka ukingangania nafasi si yake, ulimi utakatwa na meno. Kwa hiyo unaondoka haraka, meno anashuka, wanaendelea na shughuli. Lakini angalia tabia nzuri ya ulimi, hata bila ishu ya chakula, mara moja moja ulimi unajiepusha na meno. Lakini meno kwa sababu yana asili ya ukorofi, saa nyingine yanafuata ule ulimi, yanaugonga. Mtu anaweza akawa anazungumza tu, baada ya kuzungumza tu tahamaka tayari kashagongwa na ulimi. Nimejingata. Lakini tizama tabia ya ulimi, ukishagongwa na meno hauweki nia ya kulipiza kisasi, bali unazidi kukaa mbali kabisa na meno. Maisha yanakwenda yanakatika. Sasa mwanamke vile alivyoumbwa na Allah ana siku zake. Kuna mwenye mzunguko mdogo siku 3 kwa 27 katika mwezi, duty period. Kuna mwenye siku 5 mpaka siku 7. Hizi zinaitwa siku zake. Relax, kinyume chake zingine si zake. Mimi na wewe na yule wanaume siku zetu zote nzetu, ila mwanamke katika mwezi siku zake ni siku 3 tu, nyingine si zake. Katika mwezi siku zake ni 5 tu au ni 7, zingine si zake. Sasa akiwa kwenye zile siku zake, kitaaluma saikolojia inasema automatically anabadilika. Kwanza anaweza akawa na maumivu, kana umwa na tumbo sana, huyu atakuwa noma, huyu au sawa mpaka hapo. Cha pili, ulama wanasema akiwa katika siku zake ana tabia ya kuelewa vitu vibaya. Lazima umsome. Unaongea kitu katika mazingira ya furaha tu, mwenzio anakichukua kwa akili yake anavyotaka, na si wake zetu tu, wallahi mpaka wakeze Mtume Muhammad. Kuna kipindi wanamchemsha kidogo Mtume wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalal mpaka anaona Lakini pia kuna kipindi anakuwa na hasira ya haraka sana mwanamke, anakuelewa vibaya. Kwa hiyo akifika katika kipindi kile, lazima utarajie kila mwezi lazima mwanamke atapinda kidogo, atabadilika kidogo. Sasa kubadilika kupo na maumbile hayo yapo, na Mtume kayaelezea. Tahadhari iliyokuwepo kwetu sisi sambamba na mada ya leo, ili mahusiano usikose hata siku moja. Wanasema kun hadiqa. Ulama usuli wanasema kijana wa Kiislamu uliokuwepo hapa, hata kama kina mama wanasikia pia wapeleke upande wa pili, yanawafaa. Ukienda kuolewa au ukiwa unaenda kuoa, tizama ghusnan wa mambatihi, ile mizizi ya miti na matawi yake. Kwa sababu sehemu ya kuoa au kuolewa ndo sehemu ya kujitengenezea maisha yako, au ndo sehemu ya kujiharibia maisha yako. Mahusiano ulioyaingia yamekupa mtihani mkubwa sana. Inatakiwa utizame mambo matatu, au kwa lugha fupi, mahusiano ni mafiga matatu. Haya mafiga, ndugu yangu, kama umepatia, ndo maana huyo mke wako mnapendana sana sana. Na kama umekosea moja, ndo hii mitihani ninaoisema hii. Leo Ijumaa umekuja huku umenuna, na unawaza sijui nikirudi nitamwacha au itakuwaje. Mahusiano ni mafiga matatu. Figa la kwanza kabisa, mwenza sahihi. Figa la pili, mahusiano sahihi, na figa la tatu, wakati uliokuwa sahihi. Jambo la kwanza kabisa, mwenza sahihi. Ulomuoa ni mtu sahihi kwako. Mapenzi ni maisha, wallahi ni maisha. Na ukiyakosea mapenzi, umekosea sehemu kubwa sana ya maisha yako. Na hakuna mtu ambaye anapenda kuweka rehani maisha yake kabisa kabisa. Leo ni kuingize kwenye chumba, alafu chumba kile ni kuingize na mwenda azimu, alafu nimpe kisu. Ufikiri utalala, ndugu yangu Muislamu? Sana sana utalaumu, ndio mmefanya nini sasa? Mnaniingiza kwenye chumba kama hiki na mwenda azimu kama huyu, mtaka nitoe roho yangu? Kwa sababu unaona tumecheza na maisha yako. Na wewe maisha yako kijana mbichi kabisa kabisa, umeharibu maisha yako kwa sababu umeenda kujiingiza na dini uliokuwa nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallama amefanikiwa sana, kwa sababu Mtume alienda kujiingiza kwa mwanamke dhatu sharfin wa dhatu mali, na Allah subhanahu wa ta'ala kumsaidia mtume wake sallallahu alaihi wasallam kampa mke anaoendana naye.
mke cha kwanza kabisa amekubaliana na dini yake. Mtume hakuharibikiwa, alitengenezekewa. Mashekhe wengi wa leo wanaharibikiwa kwa sababu ya kukosea kuoa tu. Kuna baadhi ya watu walikuwa wazuri kabla ya kuoa, anaheshimu wazazi, anasali, muaminifu, lakini baada ya kuoa tu, kwa sababu kampata mwenza si sahihi, kawatapeli sasa hivi. Kwa sababu ya kuoa tu kawatenga wazazi wake, hawasaidii tena, kawa block kwa sababu ya mke tu. Hata kuswali msikitini hasali tena. Msione haya mambo ya kuoa ni kuokota okota, unaweza ukaharibu dini yako mara moja. Mtume asema dinul mar'i li sahibi, dini ya mtu ipo kwa jamaa yake. Kila mmoja aangalie nani anamfanya rafiki. Mke wako wewe anafanana na wewe? Wewe mwenyewe mambo yako ya kiakhera akhera, umemwoa mke spidi zake zote za kidunia dunia. Ndio maana hamuelewani ndugu yangu Muislamu. Lakini mabinti madarweshi ni wengi ambao dini yako itasalimika. Mtizame Amir al-Mu'minin Umar, kijana wake Abdullah bin Umar, katika wale abadi la watano. Abdullah bin Umar, hadithi karibia 2000 na kitu, mpaka mtume ashawahi kusema Abdullah ni'ma ar-rajul fa in kana yusalli min al-layl. Huyo kijana Abdullah huyo ana habari kubwa, ni mtu mkubwa, ni mtu bora, hasa angekuwa anasali na usiku. Baadaye kaingia kwenye kuoa, mtoto ana hadithi, kichwa chake bright ya tali, ana hadithi nyingi kuliko Sayyidina Abubakar, kuliko Sayyidina Ali, kuliko wale khulafaur rashidin. Amesilimu kabla ya babake Umar, kijana mzuri. Vita vya Badri alirudishwa nyuma, alikuwa ananyanyuka vidole watu wamuone mrefu, kijana machachari, lakini kwenye Uhudi alikwenda akaoa mke. Yule mke mpaka kuna kucha alfajiri haonekani msikitini. Akiona ndo ule muda kwenda kuswali, ndo anaanza mume wangu nikumbatie na hivi na hivi. Dini yake ikaharibika. Umar hajakubali. Alipokuja ambia Abdallah, umefikia hapo kwa sababu ya kuoa unaharibu dini yako. Huyo mke simtambui, twalikaha, mpe talaka sasa hivi. Akaona mzee kama anatumia hasira dini hiyo, moja kwa moja akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwangalie babangu ananiambia eti ni mwache mke wangu kipenzi. Mtume asema kama ushaambia unataka nini, mwache, unaharibikiwa. Elimu tulokusomesha inapotea, unaharibikiwa kwa sababu ya kuoa tu. Na wakati kuoa itakiwa mtu utengenezekewe. Kwa hiyo figa la kwanza, mtafute mwenza alokuwa sahihi. Figa la pili, mahusiano yawe sahihi. Na kabla ili ya pili liache, nikuulize, ulokuwa naye ni mtu sahihi kwako? Ni mtu sahihi? Anafanana na sisi nyumba yetu? Hii nyumba yetu ya dini hamwambiliki. Huyu si hakufai, mimi nitamuoa huyu, mwisho mnaharibikiwa. Mabinti wengi kawatizameni nyumbani, kaja mtu kuposa, wazazi wanasema hapana bwana, basi mimi nitakunywa sumu, basi mimi nitajiua. Mtoto akilia wembe mpe, akishajikata atarudisha. Haya, olewa. Siku 2-3 kaachwa vibaya na vitoto, kaenda kuchezewa usichana wake. Wako majumbani kwa wazazi wao, wanauza vitumbua hivi sasa, hawana future, wameshapoteza dira, wamepoteza dira. Asosikia la mkuu huvunjika guu. Lazima tuende na mashekhe, lazima tuende na wazee, wamekula chumvi nyingi. Ndoa za leo za mwendo kasi. Mwenza sahihi. Figa la pili, mahusiano lazima yawe sahihi. Inawezekana akawa ni mwenza sahihi, ni ustadhi na kidevu chake mashallah, na mualuma huo Allah, lakini mahusiano mabovu, mmeanza kuziniana, huyo si mtu sahihi kabisa, sio sahihi. Mwenyezi Mungu asema muanze kwa kuoana, nyewe mmeanza kwa kuziniana, mmeitia nuksi ndoa. Haipo hiyo, mtihani huo. Inawezekana mahusiano yakawa sahihi, lakini wakati ukawa si sahihi kabisa. Inawezekana unaoingia naye katika mahusiano bado hajakomaa kihisia, ni mchanga, hajakomaa kihisia, lazima atakusumbua sana katika mahusiano hayo. Sasa ili mambo haya yaende sawa, ni kuambieni kitu kimoja Waislamu. Kuna baadhi ya mabinti wengi maukhta wameingia katika ndoa ambazo si sahihi. Usione kila anayekuchumbia ni mtu sahihi kwako.
au kila anayesema shekhe naomba unioe ni mtu sahihi kwako. Kuna baadhi ya mabinti wameingia katika ndoa ambazo si sahihi. Kabla ya kuolewa walikuwa wanacheka, wanafurahi, wanapendeza, wanaonana na watu. Hivi sasa kila kukicha wanazeeka, wamekuwa ni watu wa kulia kila kukicha. Na wewe kijana wa kiume, tena nikumegee siri sasa. Research ya Kiislamu inasema litaskunu ilaiha. Research inasema watu pia hufanikiwa mambo ya nuqud, pesa, kufanikiwa kwa tendo la kuoa. Yani tafiti ya Kiislamu iktashafna, tumevumbua pia watu hufunguliwa mikono kwa sababu ya kuoa tu. Na hata ukifanya bahthi, tafiti hivi sasa, watu wanaomiliki nyumba, wanaomiliki magari, makampuni, ni baada ya kuoa. Sio hivyo tu, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah asema wawajadaka ailan faaghna, tulikukuta we maskini faaghna, tukakutajirisha kupitia Sayyida Khadija. Ndio watu wasira wakimtaja Khadija usike Khadijatan man Khadija wama adraka man Khadija. Alivyooa tu dini imekuwa, alivyooa tu uchumi umekuwa, alivyooa tu amefanikiwa. Wanasema pia ukikosea kuoa inaweza ikawa sababu ya kukauka. Na kuna watu, wala sisemi uongo, alikuwa na biashara zake na kipato chake, siku alivyooa tu kaachishwa kazi, kaoa si wake. Mambo yake alikuwa mazuri, alivyooa tu kila siku yamezidi kuwa meusi. Lakini ukioa ile ndoa inayotakiwa, ndo unakutwa na yale mambo ya kiilahia, mambo ya kiungu. Hata ukiulizwa hizi gari za lini, hata sijui bwana, mimi najikuta tu mambo yanaenda tu. Kaoa juzi, kapandishwa cheo, mambo yamefunguka. Kwa hiyo ukioa sawa sawa, ndo wale watu wasuli, tizama ghusnan wa mambati, kwanza matawi ya miti na mizizi yake. Sehemu ya kuoa ndo kujipigia tochi. Tizama masahaba wengi wakubwa walivyofanikiwa baada ya zawaji. Tizama wenzio leo wameoa, wanang'ara, wanapendeza, wanamemetuka. Wewe tokea uoe umefungua mlango wa madeni na kadhalika, hata istikhara yenyewe hauna, ndugu yangu Muislamu. Kwa hiyo ili jambo la kuoa ni jambo moja kubwa sana. Kwa hiyo sasa kupitia mambo kama haya, tukifunga mlango kama huu, ndoa ni jambo muhimu sana, na kila mmoja awe na jambo la ndoa alimiliki. Lakini wanasema afadhali uishi mjane maisha yako yote kuliko kuingia katika ndoa ambayo si sahihi kwako. Hutopata furaha, utapoteza vingi sana, utaingia katika mashaka mengi, na dini yako kila siku itakuwa inaharibikiwa. Kuna baadhi ya vitu itakiwa tuviainishe insha Allah. Kuweni subra pamoja na mimi baada ya sala, ili tufike kwenye kituo vizuri cha ndoa. Na wale rafiki zangu ambao wana nia ya kuoa amma karibu, wasubiri, wachukue nasaha hizi. Lakini pia hii ni tiba. Kila yule ambaye anaye mke wake wanasumbuana, ipo juu, anaye mume wake wanasumbuana, sikiliza kidogo tu, darasa ndogo tu, unaweza ukaitengeneza ndoa yako kwa haraka sana, kwa sababu ndoa inahitajika timing tu. Subiri uelezwe maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad, ndoa yako itafana. Ndoa zetu kuwa kama ndoa za masahaba inawezekana, na changamoto za ndoa hazijaanza leo, toka zama hizo. Wenzetu Mtume alikuwa akiwaamua, akiwapa instruction, na sisi nasi tukipeana miongozi kama hivi, utaona Mwenyezi Mungu atanawirisha ndoa zetu. La mwisho ni aibu tukiwa tunavumiana kuachana, kila siku tunaachana kama Waislamu. Talaka ipo, lakini kwa mlango wa dharura kweli kweli. Miezi miwili mitatu mmeshaachana, miezi miwili mitatu mmeshaachana. Jamanini, nyuma kuna watoto. Leo watoto wa Waislamu maskini wanaishi kama mayatima. Jana mimi nimepita, wallahi Kariakoo nilipita, nilikuwa na gari ndogo nimekuja nayo, ile gari inafunuka. Sasa ile gari nilivyoifunua, wakaja wale street children, watoto kama 200 wakaizunguka ile gari. Shehe wetu, hata si shehe wao tu, wamenizunguka tu. Watoto wadogo, kitizama mishipa imetoka, inaonekana kama kuna vitu wanatumia. Basi nikapa hela, nikasema mimi kazi leo ninayo.
ndo wakazidi kuongezeka. Baada ya muda mfupi nikaifunga ile gari, nikasalimika na wao. Wallahi nikamwambia ahli yangu nilokuwa naye ndani ya gari, nikamwambia hii athari hawa watoto ni wachache waliofiliwa na wazazi, lakini wengi talaka, matunda mabaya ya talaka. Watoto wanaenda hovyo, watoto wadogo wanavuta bange, maskini wanakuwa mateja kwa sababu ya mihemko yetu tu. Ndoa hazidumu. Kwa nini tunaachana? Namwomba Mungu asalimishe ndoa zetu na vizazi vyetu. Waqala azza min qailin alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاذ به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه ونفسه وثنى بملائكته المسبحة وقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن استحية منهم الملائكة الرحمن مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البسول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي أمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة: طلحة الفياس والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر. وأقم الصلاة.